Leo nimesimama mbele ya bunge lako tukufu nikiwa na ujumbe mmoja mzito na wazi kabisa usiohitaji tafsiri mbili, Mheshimiwa Spika, kwamba kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya mtu mmoja. Kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya wizara moja, Mheshimiwa Spika. Kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya serikali peke yake, ni kazi ya kila Mtanzania. Mheshimiwa Spika, ni kazi ya mkulima anayekwenda shambani alfajiri kabla jua halijachomoza. Ni kazi ya mfugaji anayelinda mifugo yake wakati wa ukame na wakati wa mvua. Ni kazi ya mvuvi anayepambana na mawimbi baharini, maziwani na mitoni ili kuleta kipato kwa taifa letu na chakula. Ni kazi ya mamalishe anayepika chakula na kuendesha familia yake kwa jasho la heshima. Ni kazi ya dereva bodaboda kule Mwanza na Dar es Salaam na maeneo mengine, mfanyabiashara wa Kariakoo, machinga wa Mbeya, kijana wa VETA wa Mtwara, mjasiriamali wa Dodoma, mfanyakazi wa viwandani, mwanataaluma, mwanasayansi, mwekezaji, mtumishi wa umma na sisi wabunge tuliokasimiwa dhamana ya kuongoza fikra za taifa hili. Mheshimiwa Spika, taifa halitajengwa kwa watazamaji. Taifa halitajengwa kwa maneno matupu. Taifa halitajengwa kwa mipango ya maandamano na vurugu mbalimbali katika taifa letu. Lakini taifa halitajengwa kwa lawama za kwenye vijiwe, huku baadhi ya watu wachache wakiwa ndio wanaofanya kazi kwa ajili ya taifa hili. Mheshimiwa Spika, taifa litajengwa kwa jasho. Taifa litajengwa kwa nidhamu. Taifa litajengwa kwa uadilifu. Taifa litajengwa kwa ubunifu. Taifa litajengwa kwa kodi, uzalishaji, uadilifu na uzalendo kwa ajili ya taifa hili. Naomba niongeze jambo moja la kimapinduzi katika sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, wizara ninayoiongoza haitaki tena kutazamwa kama wizara ya kutumia fedha pekee. Tunataka wizara ya afya iwe ni mzalishaji wa uchumi, mlinzi wa pato la taifa na kiwanda cha ajira kwa kila Mtanzania. Mheshimiwa Spika, kwa miaka mingi tumekuwa tukitumia fedha nyingi kuagiza dawa, vifaa tiba, vitendanishi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, fedha hizi ni fedha za Watanzania. Tukizipeleka zote nje, tunapeleka ajira nje ya mipaka ya Tanzania. Tukizipeleka zote nje, tunapeleka teknolojia nje ya mipaka ya Tanzania. Tunapeleka kodi zetu nje ya mipaka ya Tanzania. Tunapeleka fursa nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa tunasema, Mheshimiwa Spika, inatosha. Afya ni lazima iwe sekta ya uzalishaji. Afya lazima iwe ni sekta ya viwanda. Afya iwe ni sehemu ya mapinduzi ya uchumi wa taifa letu Tanzania. Ndiyo maana, Mheshimiwa Spika, tunasukuma kwa nguvu zetu zote uimarishaji wa viwanda vya dawa, vifaa tiba, vitendanishi, chanjo, vifaa vya maabara na bidhaa nyingine za afya hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, hii si ajenda ya hospitali pekee. Hii ni ajenda ya uchumi wa taifa letu. Kila kiwanda, Mheshimiwa Spika, kinachojengwa Tanzania kinamaanisha ajira kwa vijana wetu, soko la wataalamu wetu, fursa kwa wahandisi wetu, kazi kwa wafamasia wetu, mapato ya serikali na uhakika wa dawa kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, bajeti imeonyesha wazi kuwa serikali imeendelea kutenga fedha nyingi kwa ajili ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi pamoja na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya afya kote nchini. Mheshimiwa Spika, lakini falsafa yetu ya sasa, fedha za afya, Mheshimiwa Spika, zisizunguke tu hospitalini. Fedha za afya zizalishe viwanda. Fedha za afya zikajenge ajira, Mheshimiwa Spika, zikalinde fedha za kigeni na zikaongeze pato la taifa letu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, tunapozalisha dawa nchini tunafanya mambo makubwa manne katika taifa letu kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza, tunalinda usalama wa afya za wananchi wetu kwa kuwa na uhakika wa dawa zinazopatikana hapa nchini, zinazofuatiliwa hapa nchini na wataalamu wetu
kuhusu ubora wake na uzalishaji wake hapa nchini. Mheshimiwa Spika, tunapozalisha dawa sisi wenyewe, Mheshimiwa Spika, tunakwenda kuondoa utegemezi wa kuagiza bidhaa nje ya mipaka ya taifa letu, Mheshimiwa Spika. Lakini tatu, Mheshimiwa Spika, tunapozalisha dawa sisi wenyewe, Mheshimiwa Spika, tunakwenda kuzuia utolewaji wa fedha za kigeni nje ya mipaka ya taifa letu Tanzania. Na nne, tunapozalisha dawa, Mheshimiwa Spika, tunatengeneza ajira za heshima kwa vijana wetu wa taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo, Mheshimiwa Spika, niseme kwa msisitizo, hospitali zetu, Mheshimiwa Spika, si sehemu ya matumizi pekee, bali ni sehemu ya uchumi wetu. Bohari za dawa, Mheshimiwa Spika, si ghala la bidhaa pekee, ni lango la viwanda. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Afya si mlaji wa bajeti pekee, ni mshiriki wa kujenga pato la taifa letu. Mheshimiwa Spika, kama tunasema kazi ya kujenga uchumi wa taifa letu ni kazi ya kila mmoja wetu, basi sekta ya afya nayo iko mstari wa mbele. Mheshimiwa Spika, tutatibu wananchi wetu, tutalinda maisha ya kila Mtanzania, lakini pia tutazalisha ajira, tutakuza viwanda vyetu hapa nchini, tutalinda fedha za taifa hili na tutachangia uchumi wa nchi yetu hii. Na ndiyo mapinduzi ya kweli ya afya bora, viwanda imara, ajira kwa kijana wetu, uchumi unaobaki mikononi mwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, hotuba ya bajeti iliyowasilishwa mbele ya bunge lako tukufu imetupa picha kubwa ya nchi hii, nchi inayoamka, nchi inayojipanga, nchi inayokataa kubebwa, nchi inayotaka kusimama kwa miguu yake yenyewe. Bajeti hii, Mheshimiwa Spika, si karatasi ya namba tu. Bajeti hii ni tamko la mapambano ya kiuchumi, ni ilani ya kujenga taifa linalojitegemea, ni wito wa kizalendo kwamba kama tunataka hospitali bora, kama tunataka shule bora, barabara bora, maji safi, umeme wa uhakika, ajira kwa vijana na masoko ya wafanyabiashara wetu, lazima sote tushiriki katika ujenzi wa taifa hili. Mheshimiwa Spika, uchumi wetu umeendelea kuimarika. Tunatambua kwamba kumekuwepo na misukosuko mikubwa ya dunia hili, vita zinazoendelea za mara kwa mara, lakini bado uchumi huu umeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2025 pato la taifa limekuwa kwa 5.9%. Hii si kwa bahati mbaya, na mipango ya serikali pato la taifa likue kwa 6.3% kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, hii si bahati mbaya. Haya ni matokeo ya uongozi bora wa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, hii ni mipango, nidhamu ya kazi. Lakini Mheshimiwa Spika, niseme kwa sauti ya wazi kabisa, Mheshimiwa Spika, niseme kwa sauti ya wazi, Mheshimiwa Spika, tunawashukuru wadau wa maendeleo, lakini tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, nchi huru kwa msingi wa bajeti hii, robo tatu ya bajeti kuzalishwa kutokana na mapato ya ndani. Tunataka kusema jambo moja ambalo kila Mtanzania ni vyema kalijua. Nchi huru itajengwa na watu wake. Nchi huru itajengwa na watu wake, Mheshimiwa Spika, kwa kwenda kulipa kodi kwa hiari, kwenda kuzalisha kwa bidii, na kwenda kusimamia rasilimali kwa uadilifu na kutumia fedha za umma kwa tija. Mheshimiwa Spika, uhuru wa bendera tulikusha upata. Sasa tunajipanga vyema na uhuru wa uchumi, na kinara wetu Daktari Samia amekusha lionyesha hili kwa uwazi wa moja kwa moja. Mheshimiwa Spika, tuwape viongozi wetu nafasi ya kuleta tabasamu kwa Watanzania. Bajeti yetu ni nzuri sana. Bajeti yetu imepangwa sana na viongozi mahiri. Waziri wetu wa fedha ni kiongozi mahiri kabisa. Sijapata kuona mtu wa aina yake mwenye uwezo mkubwa kwenye sekta ya fedha. Waziri wetu wa mipango ameandaa mipango hii imara kabisa kwa ajili ya Watanzania. Lakini lazima tukubali, Mheshimiwa Spika, nchi hii itajengwa na Watanzania. Tunapohitimisha uchaguzi, tunaanza mipango ya ujenzi wa taifa hili. Lakini tuliona siasa za wakati wa serikali ya awamu ya 5. Lazima namna ambavyo Daktari John Joseph Pombe Magufuli aliweka misingi thabiti ya ujenzi wa taifa hili, na hakuwa peke yake, alikuwa na Daktari Samia Suluhu Hassan wakati huo akiwa makamu wa rais. Waliweka mipango. Mafanikio tuliyopata wakati wa serikali ya awamu ya 5 na serikali ya awamu ya 6 ni kwa sababu ya viongozi wetu waliamua kulitumikia taifa hili. Mheshimiwa Spika, mipango iliyowekwa ni mipango mizuri,
na serikali ya awamu ya sita imeamua na imedhamiria hasa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwakomboa Watanzania kwenda kujitegemea kama ambavyo baba wa taifa alisitiza wakati wote. Nchi hii ina maadui wanne ambao waliwasema baba wa taifa ni maadui watatu, lakini lazima tukiri kwamba adui wetu wanne ni adui ajira, na huyu ni adui ambaye hatujamzungumza kwa kirefu sana, lakini tunamshukuru Rais Samia kwa namna ambavyo ameweka misingi imara ya kwenda kuzungumza kuhusu ajira kwa vijana, ajira kwa kina mama, na kuweka taratibu ambazo zitakwenda kuwakomboa Watanzania. Mheshimiwa Spika, tuwape viongozi wetu nafasi ya kufanya kazi, kuwatumikia Watanzania. Tumpe fursa kiongozi wetu wa juu kwenda kufanya kazi kwa niaba ya Watanzania. Tuwape viongozi wetu waliochaguliwa na taifa hili kwenda kuwatumikia Watanzania. Nimalizie Mheshimiwa Spika, demokrasia si Coca-Cola kama ambavyo baba wa taifa aliwahi kutuambia. Demokrasia si Coca-Cola kusema formula ya Tanzania itafanana na formula ya Marekani na maeneo mengine na mataifa mengine. Haya si maneno yangu Mheshimiwa Spika, ni maneno ya baba wa taifa. Tunapotimiza wajibu wetu kwenye demokrasia, lazima tujue misingi ya nchi hii, nchi ilipotoka, maamuzi magumu ya viongozi wetu, kuanzia kiongozi wa awamu ya kwanza mpaka kiongozi wa awamu ya sita, ili kwenda kulikomboa taifa hili. Mheshimiwa Spika, nimalizie, ninaunga mkono hoja hii. Asante sana. Lakini waombe Watanzania kuendelea kuwa watulivu wakati taifa hili linaendelea kuimarika, kujengwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpe nafasi kiongozi wetu, lakini kwa sisi viongozi tusiogope kamwe kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya taifa hili. Tusiogope kamwe. Alifanya maamuzi magumu baba wa taifa, taifa likasogea, tukapata uhuru, tukalinda misingi ya uhuru wa taifa hili. Akafanya hivyo rais wa awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, na sasa awamu ya sita. Twende tukafanye maamuzi magumu. Demokrasia si Coca-Cola. Ujumbe huu kila mmoja umwingie. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Asante sana kwa kunisikiliza.